Tangu vita kuanza mnamo Ijumaa ya wiki iliyopita, kombora la Fatah ambalo limeanza kutumiwa tangu siku ya Jumatatu linaonekana ndio kombora hatari katika uwanja wa vita hadi wakati huu. Kombora hili la Iran la Fatah linalopenya mifumo ya ulinzi wa anga ya Israel imesema ndio kombora hatari katika nyakati hizi. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran, IRGC, lilitangaza siku ya jana usiku kuwa limetumia kombora lake la Fatah hypersonic missile katika shambulio la kombora dhidi ya Israel. Hii inaonekana kuwa mara ya kwanza kwa IRGC kutumia makombora ya Fatah tangu kuanza kwa vita vya Israel siku ya Ijumaa ya Juni 13. Walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran wameelezea kombora la Fatah kama kombora lisiloweza kudhibitiwa ambalo limepenya ngao ya ulinzi wa makombora ya Israel. Jeshi la Israel pia limethibitisha kuwa makombora ya Iran ya Fatah yaligonga maegesho ya magari mjini Tel Aviv. IRGC iliwahi kuishambulia Israel kwa makombora ya Fatah Dash-1, lakini wakati huu mashambulizi haya yanaonekana ni mazito mno. IRGC ilisema wakati huo kwamba kombora hili liliweza kuharibu rada za ngao za ulinzi za makombora ya Paykan 2 na 3 za Israel. Lakini ni nini ambacho kinafahamika kuhusu kombora hili la Fatah ambalo walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran wanasema lina teknolojia ya hypersonic ama supersonic na ambalo kuna mazungumzo mengi juu ya uvumi wake? Fatah ambalo lilipewa jina na Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kwa mara ya kwanza ni kombora la hypersonic katika makundi mawili ya ballistic na cruise. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu linasema kuwa kombora la Fatah linaweza kwenda umbali wa kilomita 1400 hadi 3000 na lina uwezo wa kupita katika mifumo yote ya ngao ya makombora na kuiharibu pia. Iran inayaita makombora ya umbali wa zaidi ya kilomita 1300 Israel killing au muuaji wa Israel. Hivyo baada ya kufichuliwa kwa kombora hili la ballistic la Fatah Dash-1, bango lenye kauli mbiu sekunde 400 kufika Tel Aviv liliwekwa katika uwanja wa Fasaltin mjini Teheran ili kuitishia Israel. Fatah Dash-1 ina kichwa kigumu na cha injini ya duara chenye mafuta na IRGC inasema kina uwezo wa kuelekea upande wowote. Fatah ni kombora la mafuta ambalo toleo lake la ballistic hufikia kasi ya Machi 13 hadi 15 kabla ya kugonga shabaha yake. Machi 15 ni sawa na kilomita 5 kwa sekunde. Vyombo vya habari vya Iran ikiwa ni pamoja na Tasnim viliandika kwamba Fatah Dash-2 ina uwezo wa kuruka chini sana na pia inaweza kubadilisha mkondo wake mara kadhaa wakati wa safari. Kombora la kusafiri la Fatah Dash-2 lilizinduliwa wakati wa ziara ya kiongozi mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Al-Khamenei katika chuo kikuu cha sayansi ya anga na teknolojia cha Ashura chenye uhusiano na walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, lakini hakukuwa na taarifa sahihi iliyopatikana kuhusu masafa ya kombora hili. Ingawa Iran ilianzisha makombora ya Fatah kutishia Israel, haikutumia katika shambulizi lake la kwanza dhidi ya Israel mnamo Aprili 13 mwaka 2024. Lakini je, kombora la Fatah lina teknolojia ya hypersonic? Wakati walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu wakisisitiza kwamba wamepata kizazi cha makombora ya hypersonic, baadhi ya wataalamu hawakuchukulia kombora la Fatah kuwa miongoni mwa makombora ya hypersonic na walikuwa na shaka juu yake. Fabian Heinz, mtafiti wa masuala ya ulinzi na uchambuzi wa kijeshi na mtaalamu wa makombora ya balistiki katika taasisi ya kimataifa ya mafunzo ya kimkakati, aliliambia shirika la habari la BBC kwamba teknolojia ya makombora ya balistiki ilianza tangu vita vya pili vya dunia na kwamba makombora hayo yanafikia kasi ya hypersonic mara 5 ya kasi ya sauti wakati fulani kwenye njia yao. Lakini hypersonic katika muktadha wa makombora haimaanishi kasi tu, anasema Bwana Heinz. Tunazungumzia juu ya silaha za hypersonic, tunazungumza juu ya silaha zinazosafiri mara 5 ya kasi ya sauti na bado zinapita kwenye angahewa ya dunia na kuzifanya kuwa ngumu sana kuzilenga. Hiyo ndiyo tunayomaanisha kwa silaha ya hypersonic. Mtaalamu huyo wa makombora alisema kwamba Iran bado haina silaha zinazojulikana katika nchi za magharibi kama vile silaha za hypersonic, kama vile vichwa vya makombora ya ballistic au makombora ya hypersonic cruise, lakini kuna uwezekano kwamba inafanya kazi teknolojia hizi. Lakini wakati huu wanashangazwa watu wa magharibi kuona makombora haya ya Fatah. Makombora haya yamekuwa
ni makombora ambayo yanawafanya kujua kwamba sasa habari ni kwamba Iran inayo. Hata hivyo, Amir al-Hajizadeh, kamanda wa zamani wa kikosi cha wanaanga cha IRGC, aliwahi kunukuliwa katika hafla kuzindua kombora la Fatah akisema kwamba kombora hili lina kasi kubwa na linaweza kuruka ndani na nje ya anga na haliwezi kuharibiwa na kombora la aina yoyote. Hata baadhi ya vyombo vya habari vya Iran kama vile Khabar Online vikinukuu maneno ya Amir al-Hajizadeh, kamanda wa kikosi cha wanaanga wa mapinduzi, vilidai kuwa ni Urusi, China na Iran pekee ndizo zinazoweza kutumia makombora ya hypersonic na kwamba Marekani haina teknolojia hii, wakati Marekani ina makombora ya juu zaidi ya hypersonic. Waziri wa ulinzi wa zamani Yoav Gallant aliwahi kusema katika kujibu uundaji wa makombora ya nyuklia ya Iran akisema, nimesikia kwamba maadui zetu wanajisifu kuhusu silaha wanazozitengeneza. Tunajibu bora kwa maendeleo yoyote, iwe ya ardhini, angani au baharini. Lakini miezi 4 baada ya kuzindua Fatah-1, IRGC ikazindua Fatah-2 ambayo inasemekana kuwa ni kizazi cha makombora ya kusafiri kwa umbali wa kilomita kuanzia 1500 hadi 5000. Lakini kimsingi kauli ya Yoav Gallant wakati huu inathibitishwa kwamba hawakuwa na uwezo huo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.